Katika Mahakama Kuu Kanda ya Mbeya, Barnaba Daudi Mtweve, huyu ni mtuhumiwa mwenye umri wa miaka 56, mkazi wa Chunya, alipatikana na hatia ya kuhukumiwa kunyongwa hadi kufa kwa makosa matatu. La kwanza ilikuwa ni kuua, ambapo aliua watu wawili aliyotenda dhidi ya aliyekuwa mzazi mwenzake aitwaye Harriet Lupembe mwenye umri wa miaka 37 na aliyekuwa mwalimu katika shule ya msingi Mbugani. Na pia alimuua mtu mwingine ambaye anaitwa Ivoni Tatizo mwenye umri wa miaka 15. Huyu alikuwa ni mwanafunzi wa kidato cha pili katika shule ya sekondari Isenyera. Lakini pia alijaribu kumuua mtoto wake aitwaye Haris Barnaba Mtweve aliyekuwa na umri wa miaka 5 akiwa ni mwanafunzi wa darasa la kwanza katika shule ya msingi ya Ken Gold. Hukumu hiyo imetolewa na Mheshimiwa Jaji Mfawidhi wa Mahakama Kuu ya Kanda ya Mbeya, Mheshimiwa Joachim Charles Tiganga, Juni 3 mwaka 2026. Kabla ya hukumu hiyo, ilielezwa kuwa mshtakiwa alitenda makosa hayo Machi 31 mwaka 2024 majira ya 2:30 za usiku huko katika kijiji cha Kiwanja, kata ya Mbugani, wilaya ya Chunya, katika mkoa huu wa Mbeya. Na alifanya hivyo baada ya kuingia ndani ya nyumba aliyokuwa akiishi mzazi mwenzie Harriet Lupembe na mtoto Ivoni Tatizo na mtoto mwingine ambaye ni Haris Barnaba, kisha kuwapiga kwa kitu butu kichwani na kusababisha kupoteza maisha. Huku mtoto Haris Barnaba mwenye umri wa miaka 5, huyu alijeruhiwa kichwani, na kisha baada ya kufanya kitendo hicho, huyu mtuhumiwa aliwafungia ndani kwa nje na kisha akaondoka na funguo za mlango. Kutokana na umahiri wa askari wapelelezi wa makosa haya ya mauaji, waliweza kumkamata na akafikishwa mahakamani. Na hayo niliyosema ndio hukumu iliyotolewa baada ya waendesha wa mashtaka wa serikali ambao ni wakili Rajabu Msemwa, wakili George Seni na wakili Dominic Mushi ambao waliweza kuendesha hiyo kesi. Kwa hiyo wakiwa mahakamani hapo, waliomba mahakama kutoa adhabu kali kwa mujibu wa sheria ili iwe funzo kwa watu wengine wenye tabia kama hizi, ili kukomesha vitendo vya mauaji na ukatili kwa watoto au kwa watu katika jamii.